Unafahamu hadithi ya mwanamuziki maarufu? Kisa chake anaitwa Nora Tak-Tak. Usiku wa harusi ya Nora, kulikuwa na msanii wa muziki aliyejulikana kwa jina la Nora Tak-Tak, binti mwenye sauti ya kuvutia. Alipendwa na watu kwa nyimbo zake za upole na mahaba. Alikuwa akialikwa kwenye harusi nyingi, na kila alipofika watu walicheka, walicheza na furaha ikatanda. Sauti ya Nora haikuwa ya kawaida. Wengine walidai ilikuwa baraka kutoka mbinguni, wengine walinong'ona kuwa ilikuwa zawadi kutoka ulimwengu wa roho. Lakini Nora hakujali maneno ya watu. Kwake muziki ulikuwa maisha, mwito wa ajabu. Siku moja usiku wa manane, simu yake ililia. Mtu wa sauti tulivu alimwambia, "Nora, tungependa uje kuimba kwenye harusi maalum. Ni harusi ya kifahari sana na tutakulipa mara 3 ya kawaida." Nora alisita kwa muda, lakini pesa zilikuwa nyingi sana na moyo wake msanii huyo haukuwa na mipaka kwa fursa hii. Akauliza wapi harusi hiyo itafanyika. Akajibiwa, kijiji cha Armara upande wa magharibi wa jiji. Tutachukua saa 2 tu usiku. Alikubali. Usiku uliofuata gari jeusi lilimchukua yeye na bendi yake. Safari ilikuwa ndefu, kimya na baridi. Walipita njia ambazo Nora hakuwahi kuona, hadi wakafika kwenye jumba kubwa lililowashwa kwa taa nyingi kama nyota. Harusi isiyo kawaida. Waliposhuka walikaribishwa na watu waliovaa mavazi mazuri, lakini walionekana wa ajabu. Walitulia sana, hawacheki, na macho yao yakimetameta kana kwamba yalikuwa na mwanga wake. Walipoingia ndani, jumba lilikuwa limepambwa kwa taa za rangi, meza zikiwa zimejaa vyakula, lakini hakuna mtu aliyeweza kula. Nora na bendi yake waliambiwa waanze mara moja. Wakaweka vyombo vyao na muziki ukaanza. Wageni wakaanza kucheza, lakini uchezaji wao ulikuwa wa ajabu. Walitembea kana kwamba miguu yao haigusi sakafu, mikono yao ikizunguka hewani kwa namna isiyo ya kibinadamu. Ishara ya hofu. Wakati muziki ukiendelea, mmoja wa wanabendi alimgusa Nora kwa hofu na kunong'ona, "Tazama, miguu yao si ya kawaida." Nora alipotazama, damu ilimsimama. Wageni walikuwa wakicheza wakiwa na miguu kama ya wanyama, wengine kama ya mbuzi, wengine kama paka wakubwa. Uso wa bibi harusi ulianza kubadilika. Ulikuwa mzuri kupita maelezo, lakini kadri muda ulivyopita, ngozi yake ilianza kung'aa kwa rangi ya fedha. Nora alitaka kuacha muziki, lakini mwenyeji alimkaribia na tabasamu baridi. "Usiache Nora, endelea kuimba hadi alfajiri." Kimbilio la imani. Hofu ilianza kutawala wanabendi. Walianza kuimba kimya kimya aya za dua na majina matakatifu wakiwa wanapiga muziki. Mara taa zikaangaza zaidi. Upepo mkali ukapuliza ndani ya ukumbi, na vyombo vya muziki vikaanza kutoa sauti zenyewe. Kwa ghafla kila kitu kilizima. Taa, muziki na kelele. Giza likatanda. Wote wakakimbia nje kwa hofu. Walipotoka walijikuta mbele ya jengo lililoharibika. Ukuta umechanika, viti vimeoza, na hakuna dalili ya harusi. Nora alihisi baridi kipenya mifupani. Aligeuka nyuma. Hakuna gari, hakuna watu, hakuna sauti. Ilikuwa kana kwamba walikuwa wameota ndoto ya kweli. Baada ya tukio hilo, asubuhi ilipofika, walifika kwa wakazi wa kijiji karibu, na walipoelezwa walipoimba usiku huo, wazee wa kijiji walibaki midomo wazi. Mzee mmoja akasema kwa sauti ya hofu, "Hicho kijumba kiliungua miaka 10 iliyopita. Wote waliokuwepo kwenye harusi hiyo walifariki. Hakuna tena mtu aliyeishi huko." Room and carried the girl. Once in the resting room, the girl from my team woke up finally and screamed. She said, "Have you seen their feet? What are they?" And I told everyone. Nora halibaki kimya. Tangu siku hiyo hakuimba tena kwenye harusi. Alibadilisha muziki wake kuwa nyimbo za maombi na matumaini. Sauti yake ikawa tulivu, yenye huzuni, lakini yenye nguvu zaidi ya zamani. Na kila alipoulizwa kwa nini aliacha kuimba kwenye harusi, alijibu kwa maneno mafupi tu, "Sauti yangu iliwahi kuwaita walio hai na wafu. Sitaki kuamsha tena." Sasa unaweza kujifunza kupitia kisa hiki cha Nora Tak-Tak kwamba kila fursa si neema. Kuna mambo yanayong'aa lakini yamefichwa giza ndani yake.
Tahadhari kabla ya tamaa, usikubali safari isiyo na maelezo. Kuna mipaka kati ya dunia ya binadamu na dunia ya roho. Si kila harusi ni ya wanadamu. Imani ni ngao iliyosaidia Nora na wenzake kuvuka usiku wa hofu. Hiko ni kisa cha mwanamuziki aliwahi kukutana na kashkash kuimba kwenye harusi ya majini. Anaitwa Nora Tak Tak. Mimi naitwa Ben Talented na hii ni Zamaradi TV.